Naam, Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Napenda kukusalimu kwa jina zuri la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi cha neno la uzima asubuhi ya leo ya tarehe 26. Ni mimi mtumishi wa Mungu Elisha Daudi Yoeli, na kualika katika somo zuri la wajibu wa Mkristo kwa Mungu. Tunaenda kutazama Mkristo ana wajibu gani kwa Mungu. Kuna vipengele vitatu, lakini tutaenda kuangalia kipengele kimoja kwa siku ya leo. Kipengele cha kwanza ni ibada, afu kipengele cha pili ni utii kwa neno lake, afu kipengele cha tatu ni utumishi kwenye kazi zake. Sasa tutaenda kuangalia kipengele cha ibada. Mungu anazungumza nini kwa habari ya wajibu wa Mkristo juu ya ibada? Kitabu kitakachotuongoza ni kitabu cha Yohana Mtakatifu, ile Injili ya Yohana sura ya 4 na kuanzia mstari wa 23 hadi mstari wa 24. Nitasoma maandiko haya kisha tutaendelea kuona nukuu ya mwalimu. Ukisoma Yohana 4 mstari ule wa 23 hadi 24, Biblia inasema ya kwamba lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabuduo. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ibada. Tunapozungumzia ibada, kuna ibada binafsi na kuna ibada ya kusanyiko, kundi. Sasa ibada tunazungumzia kiujumla, yaani iwe ni binafsi, iwe ni kundi wamekusanyika wanafanya ibada, yaani nazungumzia kiujumla. Ni kitu kinachomuunganisha mtu na Mungu anayemwabudu, ibada. Lakini ni kitu kinachomfanya mwanadamu kuungana na Mungu wake. Yaani ibada inakuunganisha wewe na Mungu, inaleta connection baina yako wewe na Mungu. Kwa ibada ni muunganiko wa wewe na Mungu. Unapata kuzungumza na Mungu kupitia ibada. Mungu anazungumza na wewe kupitia ibada. Na ili muunganiko wa kiungu uweze kuwepo, lazima uutunze utakatifu wako. Pointi nyingine nasema mwanadamu lazima amwabudu Mungu katika roho na kweli. Lazima amwabudu Mungu katika roho na kweli, kwa sababu tulikuletwa duniani kwa kusudi maalum. Tulikuja duniani kwa ajili ya kumtukuza yeye. Kwa hiyo lazima sisi tushuke na yeye aongezeke. Na maana yake ni kwamba mwanadamu daima atanyenyekea kwa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye wa kuabudiwa. Sizungumzii miungu, namzungumzia Mungu muumba mbingu na nchi. Yeye ambaye aliona sisi tuko katika dhambi, akamtuma Yesu aje atuokoe, atukomboe, akaleta wokovu, na tunaokolewa kwa wokovu. Kupitia damu ya Yesu iliyofanyika wokovu, tunaokolewa. Kwa hiyo sasa mwanadamu ni lazima amwabudu Mungu kwa roho na kweli. Pasipo kumwabudu Mungu katika roho na kweli, maana yake utakuwa unaabudu kitu kingine tofauti na Mungu tunayemjua. Pointi nyingine, maana pasipo roho na kweli hakuna muunganiko baina ya mtu na Mungu. Kuna kitu kingine, kunakuwa na miungu mingine, kunakuwa na ibada nyingine ambayo ipo ndani ya huyo mtu, maana hakuna roho na kweli ndani yake. Haimo kweli. Pasipo kweli ambapo ni Kristo, maana yake neno la Mungu aliko ndani ya huyo mtu, roho wa Mungu hayupo ndani ya huyo mtu. Kwa hiyo tutamani
kuutunza utakatifu, tutamani kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu ili tupate muunganiko wa kiungu na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Asifiwe sana. Kwa hiyo naomba tuelewe ya kwamba jambo la msingi ni kuutunza utakatifu. Wajibu wa Mkristo kwa Mungu katika ibada ni kuutunza utakatifu, kufanya yale Mungu ambayo anataka tufanye, na tusiyafanye yale ambayo sisi tunataka tufanye, bali iwe ni sauti ya Mungu imekuongoza kufanya. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema na baraka tele. Zaidi tu rafiki yangu, kama bado hujampokea Yesu, tamani kumpokea Yesu. Shauku yako hiyo ni kumpokea Yesu. Pokea Yesu afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Acha maisha ya dhambi, hayakusaidii chochote, hayakupeleki popote pale ambapo patakusaidia, bali muamini Yesu ili uwe na uzima wa milele. Namba zangu za simu ni 0742950634. Nipigie nami nitapokea kwa ushauri, kwa maombi. Lakini pia kama unahitaji kumpokea Yesu na hujui ni namna gani ufanye, basi utanipigia kwa namba hizo, na Mungu akubariki sana. Zaidi ni kusii, kuokoka ndiyo ujanja. Ujanja ni kuokoka. Ujanja ni kuwa na Yesu, na ujanja ni kuacha maisha ya dhambi. Mwamini Yesu, mpokee Yesu, na Mungu akubariki sana. Edayo TV kwa ajili yako, kwa habari mbalimbali, mahubiri, nyimbo nzuri zenye utukufu, zenye kukujenga kiroho na kukuinua kiroho. Karibu sana, utazame Edayo TV, na Mungu akubariki sana. Amen.